hatuna matukio yasiyo ya kawaida na hali ya kiusalama inaendelea kuimarika kila siku. Pokea salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Daktari Matilda Buriani. Alitamani kuwa na wewe katika siku hii ya leo, lakini kutokana na majukumu amelazimika kutokuwepo. Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana wewe binafsi kwa kuweza kutenga muda wako kuja kwa ajili ya tukio hili katika ukubwa au udogo wake, lakini umetenga muda wako ukaacha majukumu mengine ukaja na sikukuu ukaacha. Mwenyezi Mungu akubariki sana Mheshimiwa Waziri. Pigieni makofi. Mheshimiwa Waziri, sisi tunasikia baraka. Hii Tanzania tukianzia Katavi mpaka Tunduma, tukarudi mpaka Pemba, tukaenda mpaka Namanga, alafu tunakuta Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ni huyo huyo, alafu leo yuko hapa Kiviricha na sisi. Kwetu sisi ni baraka kubwa. Tunajisikia fahari na hicho kigelegele kinaonyesha kwamba wakina mama wakisambaa wakitembea huko wanajivunia kwamba wamezaa. Hongereni sana kwa kuzaa. Kidogo kaoneka kwa sababu nikimshukuru sana na wamesha kushukuru wengine. Usikute na wewe ulipanga kumshukuru sana alafu nikakupreempt. Kaoneka kazi yako tunaitambua, kutoka Vuga mpaka Viti, kutoka Viti mpaka Kiviricha, Kiviricha mpaka Mombo, Mombo mpaka Korogwe na mpaka Tanga. Tukiweza kuzitaja kazi zako, kwa kweli tungeonyesha ukubwa wa jinsi unavyosaidia serikali hii katika kusukuma gurudumu la maendeleo mbele. Mheshimiwa Waziri, baada ya kusema haya machache, ni kuombe sasa ukiridhia uongee na wananchi hawa, na baada ya kutoa salamu kwa wananchi hawa, basi ikikupendeza kwa ridhaa yako tutakuomba utufungulie utuzindulie jengo hili la shule, madarasa haya yaliyo mbele yetu, na baada ya hapo basi kwa sababu ya hali ya hewa ratiba nyingine itaendelea. Mheshimiwa Waziri, na kukaribisha sana. Niseme tu serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imeleta kwenye halmashauri ya Bumbuli kiasi cha shilingi bilioni 3.2 kwa ajili ya shule za msingi kwa mwaka ulioishia Juni mwaka uliopita. Inaleta jumla ya shilingi bilioni 3.2 kwa mwaka huu tunaoenda nao wa bajeti. Imeleta shilingi bilioni 2.1 kwa ajili ya shule za sekondari kwa mwaka huu wa bajeti tunaoenda nayo. Kwa hiyo tumeona pia na wafadhili wetu na wenyewe wameongeza fedha humu. Kwa hiyo jinsi mama anavyofungua pochi na kuleta fedha huku, na wafadhili nao wanakuwa na imani zaidi, na wenyewe wanafungua milango na wanakuja kufanya kazi na sisi. Maabara ya fizikia na biolojia. Sasa kwa sababu nimekuja mwenyewe hapa, nimwelekeze katibu mkuu wangu kule TAMISEMI alete maabara hizi mbili, ahakikishe kwenye bajeti hii ambayo tunaenda kuitetea kuanzia sasa, kuhakikisha kwamba bajeti maabara hizi mbili ya biolojia na fizikia zinaletwa hapa Kiviricha. Kwa hiyo tuna uhakika baada ya mwaka mmoja watoto wetu hawa watakuwa na maabara hizi hapa. Na Mheshimiwa Mbunge, ukiona inafaa, kama bado nipo kwenye nafasi hii, uzinduzi wa maabara zile hapa shule Kiviricha. Jambo lingine aliloliomba muhisani wetu, sisi mashehe saa nyingine unakuwa na kwa majina naitwa Azidi Ramadhani Kaoneka, mzaliwa wa mkoa wa Tanga, wilaya ya Lushoto, na nimekulia maeneo mengi ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Mimi ni mjasiriamali, mfanyabiashara katika sekta ya utalii kule Arusha. By professional mimi ni tour guide. Najivunia sana kuwa Mtanzania. Safiri nchi nyingi sana, lakini nimejifunza ya wenzetu na nikaona kwamba nikiwa kama mfanyabiashara, wenzetu wazungu na Kiswahili wanasema give back to the community au give back home. Kwa hiyo niliona ni busara nikirudisha fadhila nyumbani, hasa kwenye shule ambayo nilisoma na shule zingine ambazo zinazunguka katika mkoa wa Tanga.
Nafanya hivi ili kuboresha miundombinu ya elimu na kushirikiana na serikali, hasa kwa Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kusisitiza na kuja na mpango kazi wa kufika mwaka 2030 kuwaacha Watanzania wakiwa na tabasamu, na sisi tunamuunga mkono kwa 100%. Tutaendelea kufanya hivyo, na mimi nikiwa kama Mtanzania najivunia kufanya hilo na nitaendelea kufanya hivyo. Lengo hasa ni nini? Lengo hasa ni kuboresha miundombinu ya elimu ili watoto wetu, wajukuu zetu waweze kupata mahali bora pa kujifunzia na walimu pia wapate mahali bora pa kufundishia, lakini tunajua kabisa kwamba bila elimu hatupati daktari, hatupati injinia, hatupati viongozi wa nchi, na vile vile hatufanyi kwenye elimu tu. Tunajua pia mtu akipata elimu ana wajibu wa kupata afya. Kwa hiyo tumegusa pia maeneo mengi kwenye afya, ikiwepo hospitali ya Mombo na nyinginezo, na tunaendelea kufanya hivyo. Leo nakabidhi nini na nini? Hapa leo nakabidhi madarasa matatu ambayo tumeyajenga kwa muda wa miezi 2.5 yaliyogharimu milioni 82 na 526. Wito wangu ni tuna ule usemi kutoka kwa wazee wetu, nasema kitunze kidumu. Nikizingatia baadhi ya sehemu ambazo nilianza, ikiwepo shule ya Mbogoyola ambayo ilijengwa na mwalimu wetu rais wetu wa kwanza Mwalimu Nyerere mwaka 1965. Shule ile tumekuja kuikarabati baada ya kuishi zaidi ya miaka 60. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba kinachofanyika leo kinatakiwa kidumu kwa zaidi ya miaka 50. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba kitunze kidumu. Nilipoamua kutoa misaada kisheria, lazima uwe na taasisi ambayo tunasema isiyo ya kiserikali, ambayo sio ya faida. Kwa Kiingereza wanasema non-profit organization. Taasisi hiyo niliipa jina la Vuga Development Initiative, na tulisajili mwaka 2014 na tukaanza shughuli zetu immediately. Mpaka sasa tulipofikia ni hatua kubwa sana, lakini nishukuru sana kampuni yangu ya Kaoneka Safaris ya Arusha, ndiyo chanzo kikubwa cha kuja kuweza kufungua hii taasisi ya Vuga Development Initiative. Tuna misaada hii ya kujenga mashule kwenye afya na maji. Elimu kupitia afya, naamini na kwa mfadhili huyu atamfuta kweli mama machozi 20-30. Kwa hiyo mfadhili huyu kwenye sisi watu wa Usambara tunamchukulia kama ndugu yetu, kwa sababu kujitolea kuja kujenga madarasa matatu yenye thamani ya shilingi milioni 83 ni hela kubwa sana ambayo amewekeza hapa, na shule hii ya madarasa haya yatasaidia wanafunzi wangu kujifunza katika maeneo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba elimu inakuwa bora, kwa sababu madarasa yalikuwepo hapo, lakini madarasa mengine hakuwa mazuri, hakuwa na viwango. Kwa madarasa ambayo yamejengewa na viwango yatamfanya mwanafunzi kuwa kwenye mazingira mazuri ya kujifunzia. Kwa hiyo nashukuru sana. Sasa nini wito wako kwa wananchi wako? Wito wangu kwa wananchi ni kwamba inapotokea miradi kama hii tujitokeze kwa wingi kusaidia pale panapohitajika nguvu kazi. Kama inahitajika ni kuchimba msingi, tutokee, kwa sababu Wasambaa nasema muomba mboga ana iliyo chacha. Huwezi kuomba mboga kwa una iliyo chacha. Kwa hiyo wananchi wangu mimi sio mtu mwingine. Kwa hiyo mimi wito wangu mkubwa ni kwamba wananchi wangu wa Usambara wote tushikamane na tumlinde mfadhili wetu ili endelee kuwepo, ili yote ambayo ametuahidi kututekelezea kwa mwaka unaokuja atutekelezee.